Naitwa Baraka Ulimboka Mwamengo, mbunge wa jimbo la Kyela. Nilikuwa katika kampeni, niliahidi kwa ndani ya siku 100 tutaanza kutengeneza miundombinu ndani ya jimbo la Kyela, lakini kwa kutumia gharama na vifaa ambavyo tunavyo, na mimi ndiye mkurugenzi pia wa kampuni ya Basai General Supplies Limited. Kwa kuanza sasa hivi, ukisikia ndugu mtangazaji, umesikia sehemu nyingi wanaongelea kwa zawadi ya Christmas na mwaka mpya. Sisi kama taasisi ya Basai General Supplies kama kampuni, lakini kupitia kwangu ambaye ni mkurugenzi mtendaji ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kyela, nimetoa zawadi kwa wananchi wa Kyela wa jimbo la Kyela kwa kulima barabara ndani ya kata 7 za mamlaka ya mji mdogo wa Kyela. Tulianza kata hizo, naomba nizitaje, ni kata ya Ipiana, kata ya Kyela mjini, kata ya Mbugani, kata ya Mwanganyanga, kata ya Ndandaro, kata ya Nkuyu na kata ya Serengeti. Hizo kata 7 tumetoa barabara zisizopungua kila kata barabara 3 ambazo ni ndefu, ambazo hazipungui kila kata hazipungui kilomita 2. Kwa hiyo tumezilima hizo barabara bure kwa ajili ya kutoa zawadi kwa wananchi wa Kyela, kama vile tuliahidi kwa ndani ya siku 100 baada ya uchaguzi nitaanza na mfano wa kwanza kulima barabara. Na nimeanza hivyo, na hivi tunavyozungumza leo, ndugu mwandishi wa habari, leo tuko kata ya 7, tuko kata ya 6, bado kata moja tu tunamalizia ambayo ni kata ya Ipiana, ambayo nafikiri kesho tunaweza tukahitimisha zoezi letu. Ni waombe wananchi wa Kyela waendelee kutoa ushirikiano pale vifaa vinapopita. Kuna baadhi ya maeneo ambayo barabara ni nyembamba, nimeona wametupa ushirikiano, tunawashukuru. Wametoa ushirikiano mkubwa pale kwa baadhi ya maeneo ambayo palikuwa padogo, kukata miti, kufanya nini zile kazi za kawaida. Wenye viti pamoja na mabalozi pamoja na waheshimiwa madiwani wa kata husika wamejitokeza kwa wingi kutoa ushirikiano ili tuweze kutimiza ile ahadi tulioahidi wananchi. Sio kusema kata zingine hatutaenda, lakini hapa mjini kwanza tuliona kuna baadhi ya maeneo ambayo tayari maji yalikuwa yameanza kutuama na tunaelekea kwenye msimu wa mvua ambazo mnaona. Lakini pia nitoe rai kwa wale ambao wanaathirika maeneo yao kulingana na muendelezo wa hizi barabara, basi wawe tayari kupokea, ndo maendeleo yenyewe. Kuna baadhi ya sehemu kidogo nadhani mihogo hii matuta yalikuwa yanaenda yanakatwa, lakini hilo tuombe radhi. Lakini lengo kubwa ni kutimiza ile azima ya viongozi tulioahidi kwa serikali, kuipa support serikali kwa kutengeneza barabara. Kwa kupitia kampuni yangu na vifaa unavyoviona vina nembo kabisa ya Basai General Supplies Limited, vimetoa hiyo ofa ya Christmas na mwaka mpya kwa ajili ya wanakyela. Mimi sizungumzii kusema kujijenga kisiasa, inawezekana ukasema kujijenga kisiasa, lakini huduma kwa wananchi. Mwananchi anapopata huduma ya kupeleka mzigo wake sokoni au kupita sehemu ambayo haina maji, sidhani kama ni siasa. Hiyo ni huduma kwa wananchi na nitaendelea kwa sababu mimi ni shukrani zangu kwao. Wameshanipa jukumu la kuwatumikia kwa miaka 5. Kwa hiyo niko tayari kuwatumikia, lakini katika ahadi zangu nilitoa ahadi ya kuwa nitalima barabara baadhi ya maeneo ambayo nitaona yana changamoto kwa gharama zangu, na nimeanza kwa kata 7. Endelea kufanya tathmini kwa sababu tunashirikiana na watu wa TARURA, wanaendelea kufanya tathmini ya zile barabara zote ambazo zinaendelea kulimwa. Kwa hiyo baada ya kumaliza hizo barabara zote, kwa sababu kuna baadhi ya barabara ambazo zilikuwa hazimo kwenye mfumo wa TARURA, zina wananchi wengi lakini zilikuwa bado hazijawahi kulimwa. Nadhani mmeona baadhi ya wananchi wanasema barabara zaidi ya miaka 12 walikuwa wanalima kwa mikono yao wenyewe. Sasa zile barabara zilikuwa hata kwenda kwa kupima kilomita ilikuwa inashindikana. Lakini sasa hivi tulivyozima, nadhani watapita. Baada ya kupata hilo tutatoa tathmini kwa mpaka sasa hivi tumelima kwenye kata hizo 7 na gharama yake ni kiasi gani. Lakini wewe mwenyewe mwandishi wa habari na waandishi wa habari mmeona baadhi ya maeneo mmepita na mmeona umbali ambao upo kwa kila kata. Nitoe rai pia na niwaombe wananchi wa Kyela tuwe wavumilivu. Wakati huu tumelima hizi barabara, kuna baadhi ya maeneo unakuta labda mashine zimepita leo, kesho mvua ikanyesha. Kuna baadhi ya watu wanaathirika kulingana na yale matope yanayojitokeza wakati wanaendelea kulima barabara. Tuwe wavumilivu na yale yanayojitokeza yote yamesharekebishwa, na ikitokea mfano tumelima leo, ndugu mwandishi wa habari, mvua ikanyesha usiku, kesho jua likiwaka, wamekuwa wakirudi maoperator na mainjinia kuzifanyia marekebisho. Nadhani hilo linafanyika. Kwa hiyo niwaombe radhi kwa yale maeneo ambayo labda
kwa namna au nyingine watapata shida wakati huu, lakini jua likiwaka hilo jambo linaisha. Na wameona maeneo ya Nkuyu pale palikuwa na changamoto kidogo baada ya kulima. Bahati mbaya kabla ya kushindilia ilitokea mvua kubwa ilinyesha, lakini baadaye wameenda wamerekebisha na pako vizuri. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi, kijana wao nipo, wanitume, niko tayari na niko tayari kushirikiana na yoyote anayekuja kuleta maendeleo ndani ya jimbo la Kyela. Na nitoe neno moja tu, naomba tuishi kwa upendo na mshikamano kama walivyouonyesha wakati wa zoezi la hizi kata 7. Tumepata ushirikiano mkubwa kwa viongozi na wananchi, wamekuwa tukiwa pamoja muda wote, na mimi mwenyewe muda mwingine nafika site muda mwingi kama leo ambapo mmenikuta nikiwa site katika maeneo ya Nkuyu. Tobias Mwamkonda, mwenyekiti wa halmashauri ya Kyela lakini diwani wa kata Itope. Leo nimekuja kushuhudia barabara ambazo mheshimiwa mbunge ameamua kujitoa kwa ajili ya wananchi wa Kyela. Mimi kwa niaba ya madiwani tunamshukuru sana. Kumbuke kwamba Kyela ni ukanda wa chini. Barabara nyingi huwa zinaharibika hasa inapotokea kipindi cha masika, na sasa tunaelekea kwenye masika. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kuendelea kuimarisha hizi barabara. Tumeona kata zingine kama 6, hii ya 7, hii huduma inaendelea kutolewa. Sisi tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge. Ni kweli sisi kama halmashauri pia tuna mipango ambayo ni mipango ya muda mrefu kuhakikisha tunatoa huduma kwa wananchi wetu. Lakini kabla tujaifikia, leo tunashukuru mheshimiwa mbunge kwa kutumia mitambo yake na pesa zake na mafuta ameendelea kurekebisha hizi barabara. Mimi kwa niaba ya waheshimiwa madiwani tunasema asante sana, lakini anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo wote tumeelekezwa kuitekeleza, ambayo inasimamiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.